Ni vigumu sana kwa mwanamke mwenye uwezo mdogo wa kuelewa hisia za watu kuanzisha biashara. Haijin alitaka kuishi vizuri na wenyeji wake, lakini maneno yake yasiyo na tahadhari yalifanya ageuke adui wa mji mzima. Kliniki ilifunguliwa kwa siku kadhaa. Hakuna mteja aliyekuja. Kwa bahati mtu mwema anaonekana kwa wakati sahihi. Duchi anamuuliza kama aligawa vitafunwa kipindi anafungua kliniki. Haijin anagundua kuwa hakufanya hivyo. Hivyo alienda mlango kwa mlango kugawa vitafunwa. Lakini wanakijiji hawakuonekana kuvutiwa. Wengine walivitupa pembeni bila kujali. Na bado kliniki iliendelea kuwa tupu. Kisha jamaa kaja na wazo lingine. Alimwambia Haijin ahudhurie kikao cha kijiji peke yake. Wakati huo wanakijiji bado walikuwa kimlalamikia. Walishangaa sana alipofika, wakaanza kumdhihaki. Mtu wa kisasa kama wewe, umewezaje kuja kuishi sehemu ya kawaida kama hii? Maneno yao yalimfanya Haijin ajisikie vibaya sana. Ghafla jamaa anafika akiwa amebeba boksi kubwa la vitafunwa. Anasema kuwa daktari wa meno ameleta zawadi hizo, kuwaomba msamaha wote na kualika wafurahie. Kutokana na uchangamfu na urafiki wa huyu jamaa, hatimaye wanakijiji wanakubali msamaha wake. Ni mwenyekevu peke yake ambaye hakutaka bado kumsamehe. Siku iliyofuata, mmoja alikuwa amejilaza akichomwa na jua kwa uvivu. Mwingine akipitia vitabu vya katuni kwa sababu amechoka. Mara ghafla mwanaume mmoja anaingia ndani. Kliniki hii imefunguliwa kwa biashara? Ndiyo, imefunguliwa. Karibu sana mteja. Hatimaye mteja wao wa kwanza alikuwa amewasili. Wanawake hao wawili wanaruka kwa furaha na kucheza. Kisha akaja wa pili, wa tatu, mpaka chumba kikajaa. Hatimaye Haijin akaanza kutumia ujuzi wa udaktari wake. Baada ya siku nzima yenye ubize mwingi, alikuwa amechoka lakini moyoni alikuwa na furaha sana. Rafiki yake alifurahi pia. Baada ya kuachwa na boyfriend wake, hakuwa na pa kwenda. Hivyo alikuja kufanya kazi kama nesi kwa Haijin. Mwanzo alilalamika kwa kuwa hakukuwa na wagonjwa, lakini kwa sasa aliona mwanga tena. Lakini Haijin anajua yote yamefanyika kutokana na yule jamaa. Hivyo akaamua kwenda kumshukuru binafsi. Njiani anakutana na mwenye kafe. Wote walihisi aibu kukutana tena. Haijin anasema, nilisikiliza albamu yako na wimbo unaitwa The Blue Scar of My Heart. Niliupenda sana. Melodi yake ilikuwa nzuri sana na maneno yake ni mazuri mno. Kisha akaomba msamaha. Naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea leo. Wanatabasamu na kuyaacha iliyopita yapite. Baadaye Haijin anamkuta Dushek pembeni ya bahari. Anamshukuru kwa msaada wake, lakini mawimbi yalikuwa na nguvu sana. Hakuweza kumsikia. Anamvuta karibu ili amsikilize. Ghafla Haijin anateleza na kuangukia mikononi mwake. Wanaishia katika mkao wa kimapenzi wa kawaida lakini mtamu, kwa sababu mapenzi bila hatima ndogo hayawezi kukamilika. Story inaturudisha miaka 28 nyuma. Mvulana na babu yake wanatoka kuvua samaki. Baba wa msichana mmoja anamuomba babu awapige picha. Mama wa msichana huyu alikuwa mgonjwa, hivyo mtoto huyu wa kike naye alikuwa na huzuni. Mvulana huyu akaanza kufanya sura ya kuchekesha. Hatimaye msichana akatabasamu. Walipoagana wakatazamana. Kisha babu akamwambia yule mvulana, twende nasi tukapiga picha yetu. Miaka ilipita haraka na siku moja msichana yule anarudi akiwa mtu mzima, akiitazama ile picha kwa hisia nyingi. Huu muonekano wa huyu mtoto, kwa kumtazama tu anaonekana ni mtundu sana.